Mtazamaji, karibu tena kwa runinga uipendayo ya Citizen, kipindi kikiwa ni Sema na Citizen. Hii leo tukizungumzia swala nzima la njia panda ya masomo, elimu katika taifa hili, baada ya kuchagua shule unayoenda au pengine kuambiwa kwamba ni haya ndio ambao utakuwa ukisomea taaluma yako au katika masomo ya shule ya msingi ya sekondari ya juu. Lakini moja kwa moja swala nzima la ufadhili imekuwa changamoto katika taifa hili. Mwaka jana tumeona shule nyingi zikiteseka kutafuta pengine ni vipi watalisha wanafunzi, na hapa tulipo tutakuwa nikizungumza na mbunge wa eneo hili Samuel Arama. Pengine tuambie tu mheshimiwa, tukianza kwa kutuambia, tunajua kwamba kwa muda kumekuwa na tatizo la ufadhili wa shule za sekondari katika taifa hili. Pengine unafikia nini ilifanywa kuhakikisha kwamba tusije wazazi wakawa katika njia panda, walimu katika shule, walimu wakuu wako njia panda ya kulisha wanafunzi? Lipi lifanywe? Nafikiria kwa sasa vile umeuliza capitation ya mashule tusi imesemekana imetumwa. Nilikuwa nimeongea na mwalimu mmoja akanieleza, akasema bado hawajapata, lakini nafikiria watapata. Hatujui ni pesa ngapi, lakini nilikuwa nataka kuambia serikali ya kwamba waje watume ile pesa vile ilikuwa zamani 22,000 shillings, wasirudishe chini, kwa sababu wasasi hawana pesa, wanateseka sana. Naona kama leo tumekuja kupeana basari hapa, naona wasasi wote wako hapa, vile nimepeana pesa, naona wengine tena wanalia, wanasema wakienda shule watoto hawakuli. Kwa hivyo nilikuwa nataka kuambia serikali ya kwamba capitation irudi vile ilikuwa 22,000 na watume. Si maneno ya kwenda kusema ati wametuma na hawajatuma, kwa sababu nimeongea na walimu wengi bado wananiambia hiyo pesa haijafika. La mwisho kwako, pengine unafikiria kuna haja ya kuwekwa na masomo yale yasiyo kama masomo ambayo haulipii karo, kuhakikisha kwamba serikali imelipia kila kitu? Mimi nilikuwa na kusema ya kwamba wacha tukue na education fund, kama hii president alikuwa anasema infrastructure fund, wacha tukue na education fund. Mahali watoto wakipita hii mtihani ya class wakiingia junior senior secondary, kare uwe nalipwa. Hakuna haja ya kuweka wasasi hapa kuja kuapply pesa hapa, na hii pesa inatoka Nairobi. Ile pesa ya CDF, ile pesa ya HELB, ile pesa ya elimu, waje wekwe mahali moja. Watoto wakimaliza wakipita mtihani moja kwa moja mzazi anapeleka mtoto shule. Sasa unaona hii wasasi wako hapa leo wanaweka laini, wakuje wajaze form, wafanye maneno mingi. Hii pesa zingekuwa imetumwa kwa mashule, tuseme kama sasa tuseme ni Nakuru High, wanajua watoto ni 2,000, waje hiyo pesa itumwe, tuwaje maneno ya elimu basari, tuwaje ya CDF, waje tukue na free secondary education in this republic. Na ile mtu atakuja kusema anataka kuleta free secondary education in this republic, hiyo mtu ndio tutapea kura ya president huko juu. Haya basi, mliomsikia huyo ni mbunge Samuel Arama akisema kwamba ipo haja kwa taifa hili kuhakikisha kwamba masomo yamekuwa yale masomo yasiyokuwa ya kulipia karo kwa njia moja, kuhakikisha kwamba pengine wanafunzi wanapata nafasi ya kusalia shuleni, na vile vile pia akitoa changamoto kwa serikali kuhakikisha zile hela ambazo wamekuwa kipachana katika shule tofauti wasipunguze, wasije wakapunguza kutoka kule karo iliyokuwa pengine ikipewa hekani 22,000 kwingine kwa 16,000, akisema isalie pale pale, na pia ipo haja kuhakikisha shule zile zimepata pesa hizo kwa wakati ufao, kuhakikisha kwamba watoto wamesalia shuleni na mwalimu mkuu pia siwe katika njia panda ya kuhakikisha kwamba pengine watoto wamepata shule nafasi ya cha vyakula na mambo tofauti katika shule. Kutoka kaunti ya Nakuru na kurejesha kwako Nimrod, mimi Evans Asiba, kazi kwako Nimrod. Hasiba huyo akiripoti kutoka kaunti ya Nakuru. Nafikiri na mwelekezi wangu ananiambia tuna dakika mbili tu za kukamilisha, kwa hivyo niwape nafasi za mwisho. Kauli zenu tu, matarajio yenu ni yapi? Nianze na wewe Emily tafadhali, kama mzazi, hisia na pengine wazo lako kwa serikali na kwa idara nzima ama sekta nzima ya elimu. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais, kisha tushuke pale waziri wa elimu na walimu wetu shule mbalimbali, bila kumsahau mwalimu anayenihusu kabisa, Madam Ann Kate ambaye ndio principal wetu, na Madam Zipora Makoro wa pale St. Mary's Nyabiongo. Sasa Nimrod, hapo utapata ya kwamba bado huu mfumo wa elimu bado unakanganya wazazi. Pili ni gharama yake iko juu. Na tatu, wazazi hawajaelewa kabisa hizi pathways. Wanafaa kuelimishwa wazielewe vizuri na walimu wao, walimu wakuu au walimu wahusika. Pia ningeomba serikali isikate hiyo capitation vile sana, ituhurumie.
tuhurumie sisi kama wazazi. Vile nilikuwa nimesema pale mwanzoni, gharama ya maisha iko juu. Wengine walipoteza kazi zao, hata wakatoa watoto kwa zile shule za private wakarudisha public. Sasa hapa public wakikata pia hiyo capitation, pia watakuwa wamewaumiza. So kwa hivyo serikali tuhurumie, itusaidie pia, ituunge mkono na pia itupatie vifaa vinavyofaa pale shuleni JSS. Au wanafunzi wakienda pale shule ya upili wasiwe ya kwamba wanapata mambo mapya wanashindwa, haya pia yalikuwa kama hayo maabara. Wakifika pale wajue tunaendelea na ninino na yale masomo mali tuliachia. La mwisho, walimu wa shule za upili waone wazazi huruma, wawie radhi. Kama kwa mfano wale wazazi ambao walichagua Starehe Boys hawakuwa na ufahamu kwamba Starehe Boys wanafanya maamuzi wanajifanyia maamuzi, wako na yellow forms zao, so una apply na hizo yellow forms. Wao walifikiria ni shule tu ya serikali, tufanye nini, tujaze tuende. Wanafika pale wanapata ulichagua ndio, lakini samahani si hapa. Asante. Pia wakubali. Nashukuru. Asante sana. Mwalimu, nije kwako dakika 2. Asante. Kwa hizi dakika 2 Bwana Nimrod, ningeweza kusema tu kwa muhtasari kwamba ningeweza kuomba kwa unyenyekevu kwamba naomba serikali iweze kutilia maanani kabisa lile jambo la autonomy. That iweze kutusaidia. Na ninaposema hilo jambo la autonomy ni kwamba ninaposimama kiti cha Secretary JSS pale kaunti ya Nandi, nataka niombe ofisi yako ya hapa Radio Citizen Citizen TV iweze kunisaidia niweze kukutana na rais ili niweze kumweleza manufaa haya ya autonomy, kwa sababu tunahitaji ile shule ya junior secondary iweze kusimamia ili watoto wale. Mimi ningependa sana watoto wale waweze kunufaika. Pili, ningependa kabisa, tuko na walimu ambao wako Kenya mzima ambao ni interns. Mimi nilifanya kazi ya interns miaka 2 nikipata 17,000. Mimi kibinafsi najua zile shida ambazo walimu wale wanapitia. Nataka niseme kwamba rais aweze kuconfirm hao walimu ambao ni 40,000 into permanent and pension, kwa sababu wale walimu wako na watoto na majukumu mengi. 17,000 haiwatoshi, na wewe wajua kikamilifu kwamba mahali wameajiriwa kazi ni mahali ambao si kwao, ni mahali mbali. Kwa hivyo mahitaji ni mengi. Alafu nikielekea kukamilisha ni kwamba serikali iweze kutusaidia kwa mambo ya kujenga zile maabara na pia kusaidia kabisa, kwa sababu kuna walimu ambao wameachwa nje, wale ambao ni wa humanities. Kuna wale waligraduate 2019 na hawajapata kazi, so iweze kuconsider au pia waone nafasi ile ambayo imemtosha. Mwisho niweze kusema kwamba sekunde chache sana, niweze kusema kwamba nataka nishukuru shule yangu ya Kaliet, wamenisaidia sana wakiongozwa na Daniel Rotich ambaye ni head teacher. Na pia nishukuru wazazi wangu kwa kunisaidia mahali nimefika, ni Mungu. Mwisho Bwana Nimrod, kwa dakika sekunde moja tu peke yake, kwa kifupi sana Bwana Manyasa, alafu tukiwa mwelekezi ananiambia muda kidogo umekwenda, unisaidie tu dakika moja. Asante. Mambo matatu tu nitasema. Mwanzo, naomba ushirikiano mkubwa kati ya wizara, walimu wanaosimamia shule na wazazi. Wawaelekeze watoto wa grade 10 ambao wamejiunga kuhusu mambo ya pathway. Junior school haikuweza kufanya kazi ambayo ilistahili kufanya katika kuandaa hawa watoto wawe tayari kwa senior school. Kwa hivyo naomba ushirikiano mkubwa hapo. Jambo la pili na litakuwa la mwisho, kuna watoto ambao wametoka shuleni kidato cha 4, tumeona matokeo Ijumaa. Hongera kwa wale ambao walipata matokeo mazuri na kwa wale ambao hawakufanikiwa katika mitihani hiyo, na ningependa kueleza kwamba hiyo ni changamoto tu, ni setback tunavyoita kwa kimombo, sio mwisho wa ndoto zao. Wasijilaumu, wasilaumu watu, wasinungunike, waanze kuketi na kujiuliza, nilikuwa na ndoto hii, matokeo yamesema hivi, ni vipi nitaendelea kufuata hizo ndoto. Asante sana. Daktari Emmanuel Manyasa nasema asante. Emily kawaida nasema asante kwa ujio wako. Bwana Steven nasema asante. Sekunde moja. Nataka niwaambie walimu wa Nandi kwamba
na waomba kabisa kwa moyo mnyenyekevu kwamba wanipatie nafasi hii ya JSS secretary. Nitafanya tu miaka 5. Tutazungumza hayo siku nyingine. Asante sana. Shukrani. Mtazamaji, tumekamilisha mada yetu ya leo katika ukumbi. Tutafanya kazi hii wakati mwingine. Taarifa zetu za saa 7 mchana ni hivi punde.